Tuendelee kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia uhai na uzima. Mwanzo ni kupanga, lakini la pili ni kutekeleza. Tunawashukuru kwa muda wenu na kuweza kuja. Kama unavyojua, Kamisheni ya Wakfu na Mali Amana ina amana au ina dhamana kubwa ya kuweza kuhakikisha hija inaenda vile inavyotakiwa. Lakini kama tunavyojua, hija tumeakisi au tumewapa watu wengine wa kuweza kusaidiana na sisi ili hii hija iweze kuenda vizuri. Lakini licha ya hayo, uratibu na usimamizi siku zote upo kwetu sisi. Kwa hivyo kutokana na mabadiliko na mambo tofauti yanayojitokeza kila siku zikija, kwa hivyo tukaamua bora tuitane pamoja kwa maboresho, kwa maelekezo, kwa sababu tunajua kuna mengine sisi tunafanya makosa kama binadamu japokuwa ni viongozi. Lakini mengine ambayo nyinyi mnayajua, ikiwa hatutoitana pamoja hatuwezi kukaa. Hichi ni kikao cha 3. Tumewagawa magrupu tofauti. Tumeanza cha mwanzo, alhamdulillah tumeshirikiana nao vizuri. Tumemaliza cha 2 na hichi chenu cha 3. Kwa lengo hilo moja tu la kuweza kukaa pamoja na kuboresha na kuakisi yale yote, ili kwa lengo kubwa la kuweza kuifanya hija yetu ikawa ni nzuri na bora kwa vile taasisi, lakini pia kwa mahujaji na serikali kwa jumla, kuweza kuondoa manunguniko yanayojitokeza muda hadi muda. Nitaanza kusoma muhtasari kidogo kama nilivyoanza, kuwa tunajua kutokana na sheria namba 2 ratiba ya maandalizi ya hija. Kama tunavyojua, mashirika ya hija yana wajibu ya kufuata ratiba ya maandalizi ya hija inavyotolewa na Wizara ya Hija na Umra ili kuendelea mpango wao wa mwaka 2030. Juzi tu tulilia, tukanyamazishana, tukafanya nini, lakini ikatubidi. Kwa hivyo hii tunazungumza na nyinyi tena, tunazungumza na sisi tena. Sasa hivi wenzetu kutokana na dira yao walioiweka, inabidi lazima tuwakisi na yale matakwa ya wao, kwa sababu serikali ya wao inapanga, sisi serikali yetu inapanga, lakini kutokana na hivi vitu havifanywi hapa, inabidi lazima tujitahidi kufata kule kwa hali moja au hali nyingine. Lakini uwezo wa kifedha wa taasisi, na hili jambo jingine ambalo linarejesha nyuma au linatukwaza, linatushika miguu, kutokana na bado taasisi zetu kifedha haziko vizuri. Sasa hili inatakiwa, taasisi inatakiwa iwe na uwezo wa kifedha, ikikuwemo akiba ya awali inayotosheleza ya ushirikiano wa taasisi za kifedha ili kuweza kulipia huduma muhimu kama hoteli, visa na usafiri kabla mahujaji kukamilisha malipo yao. Na ndiyo inayojitokeza kwa sababu kwa vile ni taasisi zetu ni changa, hii inakuwa ni kikwazo kule, na kutokana na mazoea yetu ya zamani. Hija tunajua mpaka Ramadhani, lakini sasa hivi hija almost kwenda hija tangu juzi tumeshamjua kama huyo, na labda hiyo omba tunosema, na katika kuomba kuna mawili, kukubaliwa na kukataliwa. Hatuwezi kujua itakuwaje, lakini kwa ufupi inabidi tujirekebishe, inabidi tujiwekeze katika taasisi za kifedha tofauti ili tuweze kuendelea na hija inavyotakiwa. Dhamana kwa mahujaji. Tunajua viongozi tuna dhamana kwa wale mahujaji tangu wanapokuweko hapa, wanavyoondoka, wanapofika kule mpaka wakarudi. Na hii dhima iko katika nini? Ya ile dhamana yao ya usafiri, kila kitu, kama wanapotoa pesa zao, lakini sambamba na nini, ile ibada yao yote ni dhima. Ikiwa hatutoweza kuwafundisha vizuri mahujaji wetu, ikiwa atakuwa na makosa, sio kosa la hujaji tu, lakini na sisi viongozi wa taasisi ambao tumechukua dhima na tukamkumbalia kuwa vipi tunaondoka naye na tunampelekea ile sehemu yani. Lakini katika taasisi lazima iendane na mkataba wa dhamana wa fedha na haki za mahujaji kwa maandishi na kuwasilisha Kamisheni ya Wakfu na Mali Amana mara tu anapoanza usajili wa mahujaji kila mwaka. Suala hili la dhamana, licha lile linalozungumza la ibada, lakini kuna dhamana ya kifedha. Sisi ni binadamu, na hususan sasa hivi
mahujaji wanajiandikisha mapema. Huwezi kujua kama hujaji ataweza kwenda hija au hawezi kwenda hija, na wewe ushachukua nini pesa yake. Na sasa hivi taasisi haina pesa tena maskini, kama imebakisha hiyo change ndogo ya kifaida kidogo, lakini ile pesa kubwa keshafanya nini, keshaipeleka kule. Je, umeandikishana naye mkataba wowote? In case Mwenyezi Mungu akimhitari yule mtu, je, ile pesa utaifanyaje? Utarejeshea wale watu kwa sababu hajenda, au utafanya nini? Kwa hivyo hapa ni lazima kila taasisi iweze kuingia mkataba wa kifedha na yule hujaji anayeondoka, ambaye tuna uhakika bila shaka mtakuwa mna wanasheria wenu ambao wanaweza kukusaidieni katika kufanya hivi, kwa sababu haya vitu vitakuja kutokea. Huwezi kujua mtu kesha kuja anaumwa anafanya nini. Inawezekana mtu mzima, tunajua watoto wachanga wanazaliwa wazuri tunafariki seuze kina sisi. Kwa hivyo hili ni suala kubwa la taasisi kuweza kuliangalia, kwa sababu sasa hivi hija imemalizika mapema na watu washalipa kawaida. Muda uliobakia si mdogo hata wa kuenda hija. Kwa hivyo suala hili kila taasisi litiile maanani kwa kuweza kuondosha vurumai zitakazotokea hapo zilokuwa unnecessary. Kama tutaweka miongozo vizuri, bila shaka kila mtu ataweza kufahamu na haitotokea dosari yoyote. Mawasiliano na elimu kwa umma, hili nimelizungumza, ni ile utoaji wa elimu. Ofisi Kuu ya Hija ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndiye mwenye dhamana mawasiliano kwa mashirikiano wa Wizara ya Hija, ili kama hivi tunavyopeshana habari mpaka tukatoa ratiba, leo tutafanya hichi, kesho tutafanya hichi, kesho tutafanya hichi. Hili ni jukumu letu la kuweza kukuambieni mapema, na hili kwa kushirikiana na Utahiza pamoja na huko Utahafe, tunashirikiana nao na BAKWATA kwa hali moja au nyingine kuweza kuzitoa hizi habari mapema ili vikundi vikaweza kupata hii habari. Lakini pia in case kama mtu hajafahamu chochote anatakiwa pia aje hapa. Kama inawezekana ukienda Utahiza hujafahamu vizuri, inawezekana umeenda BAKWATA hujafahamu, Utahafe hujafahamu vizuri, sisi tupo, tutaweza kusaidiana kwa pamoja. Uratibu kati ya taasisi za hija, umoja na taasisi za serikali. Tunathamini ushirikiano mzuri kati ya taasisi hizo, kama tunasema kwa kweli wanajitahidi na tunawashukuru sana, kwa sababu kwa kudili na mtu mmoja mmoja sisi tusingeweza, lakini kwa sababu mko katika umoja ule kidogo inapepesisha. Uwezo wa kiutendaji wa taasisi yako, kutafuta na kuhamasisha mahujaji. Hili ni jukumu la nani? La taasisi. Kuandikisha mahujaji kwa mifumo rasmi, na hili linahitajia nani? Taasisi, si ndio? Lakini kwa hapa leo baada hii topic hii tutakuja kuona muendelezo wa hili jinsi gani, kwa sababu hapa tumeona kuna tatizo kubwa la uandikishaji wa mahujaji kwa mfumo rasmi. Huu mfumo rasmi ni ukoje? Kama tunavyojua umuhimu mkubwa wa takwimu. Takwimu kwa serikali kwa ujumla, sio kwa kamisheni. Serikali kila baada watu wakirudi hija inatuuliza sisi, ni watu wangapi walioenda hija, wanatoka wapi, shehia gani, wanawake, wanaume. Lakini katika suala hili limekuwa gumu kwa taasisi kutuletea zile mrejesho. Wamewaondosha mahujaji wao wenyewe, lakini kutuletea ile takwimu imekuwa ni tatizo. Kwa hivyo leo tutakuonesheni kidogo kuhusiana na jinsi gani tunavyotaka, kwa sababu hilo ni jambo kubwa ambalo linasikitisha. Tukiwaombeni manifesto, wengine huleta pale airport, lakini airport lina jina la mtu na nini na pasipoti, yani ile kinje nje. Lakini sisi kwa huku ndani, kwa watu wa takwimu hawataki vile, wanataka kujua, na kule tutapata kama mwanamke au mwanamume tutapata, lakini anatokea shehia gani mule huwezi kuona ukapata anatokea shehia gani, kazaliwa pahali gani mule huwezi kuona. Vitu vingine vya mule havitoshelezi, na ndio maana tukasema kwa kikao hichi pia tutapitishana, tutawapeni fomu maalum ya kuweza kujaza. Lakini pia kuna haki ya taasisi kusimamia masuala ya afya kwa kushirikiana na mamlaka husika. Nafikiria suala hili wenzetu pia walivyolitoa wakatoa mwongozo wao kuhusiana na afya. Tulikaa na wenzetu hao wakubwa tunosema wa vikundi Utahiza pamoja na wenzetu wa BAKWATA, tukaweza kukaa pamoja, tukaweza kukwambieni kipi kinachotakiwa na kipi sichotakiwa. Sio kwa kukwambieni tu, lakini pia kamati ikaundwa ya wale madaktari ambao wanasaidiana na nyinyi, na fikiria zimewekwa hospitali maalum za kwenda kucheki, ili
tusiwavunje moyo. Mfano kama hujaji kaja mlemavu pale ukamwambia wewe hunini, tutumie kauli zilokuwa nzuri. Ikiwa we mwenyewe peke yako umeshindwa, sisi tupo, au viongozi wengine wapo wa kuweza kumwambia, ili tusimdiscourage moja kwa moja akajiona yeye basi tena ndo duniani hafai. Kwa sababu wanatokea watu kweli walemavu, lakini maskini wanataka kwenda hija kwa sababu uwezo wanao au wamesaidiwa. Kwa hivyo tuwe tuna kauli nzuri, usitowe wewe mtu wa taasisi, hebu mchukue kwa daktari mkuu, mwende mkasaidiane. Je, kutokana na hali yake vipi? Inawezekana kwa ulemavu wake yeye, inawezekana akaweza kwenda. Kwa hivyo hapa tujue lile la kuzungumza na hawa watu, tusiwatoe tu vile kwa maneno makali ili watu wakavunjika moyo. Kutoa elimu ya hija kwa vitendo na nadharia, hili tumelizungumza, hili ni jukumu letu kwa kila kitu, kwa kila hali. Na kama tunavyojua mahujaji wengi wanakuwa ni watu wazima, kwa hivyo hata ile kauli ya kuzungumza nao tuwe patient kama vile tunavyowaita katika kikundi, lakini pia tukifika kule tusiwe tumechoka tukawatolea maneno watu wazima. Tunapata kesi kuwa tunawatolea maneno watu wazima, tunashindwa ule uvumilivu. Ni kweli watu wengi, lakini tujitahidi kuzungumza na mahujaji wetu vizuri ili tusiwachoke. Mfano kama umempa chakula hichi, siku nyingine mtu mzee atakwambia japo ushamwambia kama Mina na Arafa chakula hatutoisie, kuwa na kauli nzuri ya kuweza kumwambia. Na wenyewe alhamdulillah nafikiria mnajiakibiza vitu tele, mkesha kumjua tangu hapa, maana tabia inaanza kujisoma tangu kwenye vikundi. Ukisha muona Bi Madina yuko safari namchukua, ujue utamwakibiza vipi Bi Madina na kwenda kumsaidia kule. Wao wanapata thawabu zao, lakini wewe kila ukimfanyia vizuri na wewe fungu lako lipo, Mwenyezi Mungu atakupa. Maandalizi ya safari mahujaji kufika salama Saudi Arabia, nafikiria hili ndo kabisa kuweza kuhamasisha. Juzi tu tarehe 8 wamekuja watu maskini, sijui hata tatizo kitu gani, pesa wanazo lakini hawana pasipoti. Sasa naambia leo unasaidiwa pahali gani? Kwa hivyo wenye vikundi, yani tujitahidi kuweza kutoa hii hamasa kwa watu, kwa sababu watu wapo, lakini ule ugumu wa kuweza kufikia mapema hizi taasisi nazo inakuwa tatizo. Na haya yote ni kusimamia ibada ya huduma zote muhimu wakati wa hija. Ni hapo tunazungumza ibada na huduma, ni ile usafiri, chakula chake, saa nyingine mavazi yake na vitu vingine, kwa sababu watu wanategemeana na mahitaji. Haya ni ukumbusho tu, tunapeana, tunazungumza just kupeana brief na kuhamasishana zaidi na zaidi. Eze binadamu kawaida tunawezekana tunaacha, kama ilivyokuwa adhana. Tunajua wakati wa sala, lakini muadhini mashallah lazima atatukumbusha. Ni hichi tulichokifanya hapa. Hii ni suala la kwanza. Suala la pili, nitawakaribisha maafisa pale wapo, watazungumza kuhusiana na fomu. Asalamu alaykum. Kwa jina naitwa Bibi Osman Mohamed, afisa operation mfuko wa hija. Mimi nitaelezea kidogo, nitatoa ufafanuzi kuhusu format ya manifesto inavyotakiwa. Kwa mara hii tutatumia kila taasisi tunamtumia linki yake, ambapo hiyo linki ukifungua inafunguka kama hivi. Unajaza taarifa alafu unatusubmitia sisi. Kwa hiyo taarifa utakayojaza inafika moja kwa moja kwetu sisi. Mwanzo kuna taarifa za mahujaji wa taasisi fulani, kwa mfano Ashabul Janna, Uhudi, utaikuta hapo. Alafu kuna sehemu ya utangulizi. Fomu hii imeandaliwa kwa ajili ya ukusanyaji wa taarifa muhimu za mahujaji wanaosafirishwa na taasisi zilizosajiliwa kwa ajili ya safari ya ibada hija. Lengo kuu la kukusanya taarifa hizi ni kuwezesha serikali kupata takwimu sahihi zitakazosaidia kupanga, kuratibu na kutoa huduma bora kwa mahujaji kabla, wakati na baada ya ibada ya hija. Ni wajibu wa kila taasisi ya kusafirisha mahujaji kuhakikisha fomu hii inajazwa kwa usahihi, kwa uaminifu na kuwasilishwa kwa wakati kwa mamlaka husika. Taarifa zisizo sahihi zinaweza kuathiri safari ya mahujaji na utekelezaji wa ibada kwa ujumla. Fomu hii inajaza kila siku unapomsajili hujaji. Mwanzo unaandika jina kamili la hujaji. Baada hapo unachagua jinsi, je ni mwanamke au mwanamume. Unachagua tarehe yake ya kuzaliwa, unajaza mwezi, siku na mwaka. Alafu je yupo katika kundi la umri gani? Unatia tiki hapa. Alafu sehemu alipozaliwa. Hapo hatojaza ile hospitali, katika cheti pale najieleza kama kazaliwa sehemu gani, kwa mfano Bububu, Fuoni. Alafu nambari ya hati ya kusafiria, hapo unaandika namba passport.
alafu mkoa anaoishi kwa sasa hivi. Je, anaishi sehemu gani? Kwa mikoa yote ya Tanzania hapa yapo, utatia tiki, alafu shehia au mtaa anaokaa sasa hivi. Hapa ataandika namba yake ya nyumba ambayo si post code zile mpya, ni ile namba za zamani, unaandika hapa, alafu namba yake ya simu. Baada hapo una submit. Ukiwa umekosea labda sivyo, una clear form na ifuta, unaanza kujaza tena. Kwa hiyo baada ya kusubmit, taarifa hiyo uliojaza itakuja moja kwa moja kwetu sisi. Kwa hiyo tutajua, kwa mfano Mother Care mpaka sasa hivi, ile siku ya kusafiri mpaka sasa hivi wana mahujaji 25. Tukifika pale airport na mahujaji 30. Kwa wale mahujaji watano sisi hatuwatambui. Kwa hiyo tunaomba taasisi hujaji ambapo amekamilisha taratibu zote za malipo nini, huyu ndo hujaji wote anaosafiri, naomba ajaziwe hapo ili kuonekana na usumbufu pale kupeana manifesto uwanja wa ndege. Na pia kuna taarifa tulipeleka utahiza kwamba zinatakiwa na takwimu na ameatumia madodoso, lakini kuna katika taasisi 32, taasisi 9 tu ndo alizowasilisha majibu ya madodoso yale. Kwa hiyo tunaomba na zile tulizowatumia mtuletee majawabu. Mimi naomba kuwasilisha, hiyo ndo format ya manifesto.